Karibu tuendelea kuizungumza michezo kwa kubwa zaidi. Tuko hapa na Mikoe Kisugu kuyazungumza mengi ya michezo ambayo imeendelea kujitokeza katika viunga vya Msimbazi. Kisugu, mambo vipi? Mambo mazuri. Mambo vizuri Kabisa. Mambo yameendelea kwa magumu ama hayajakaa sawa bado kwa upande wa Simba. Hapo jana tumeshuhudia meneja Pantevu amefungashiwa virago na kuondoshwa kwenye viunga vya Simba. Tuanzie hapo. Ulitarajia kukiona hiki na ni sahihi haya maamuzi kufanyika? Ni maamuzi ambayo yamefanywa na uongozi wa Simba, uongozi ambao uko madarakani kwa mujibu wa sheria na utaratibu wa klabu ya Simba. Kwa hiyo wao kama wamepewa dhamana wakaenda kufanya maamuzi kuhusu klabu ya Simba, kimsingi kwamba wako sahihi kuona namna ambacho kile wanachokifanya kwa maslahi makubwa na maslahi mapana ya klabu ya Simba. Kwa sababu mimi naamini kwamba siku zote jambo la kufukuza mwalimu sio jambo la ajabu kwenye timu. Ziko timu nyingi hapa tumeona mifano, ziko timu ndani ya nchi hapa ndani ya miezi 6 au miezi 4 wamefukuza walimu zaidi ya 3 au 4, lakini hakuna mtu ambaye aliwahi kuona namna ambavyo kwa nini mwalimu amefukuzwa. Kwa hiyo mimi kwangu binafsi niko pamoja na management ya Simba katika hiki ambacho walichokiamua. Kimsingi natakiwa lazima niseme wale ambao watakwenda kucomment pale kwangu kwenye Instagram Mikoe Kisugu, acha wa comment, la kule lazima niseme moja ya sababu ya manager Pantev kuondoka kwenye Simba ni sisi mashabiki wa Simba. Moja ya sababu ya kuondoka Pantev kwenye Simba ni sisi mashabiki wa Simba. Sisi ndio tupeleka ujumbe kwa management ya Simba kwamba tunahitaji Pantev. Na hiki ninachozungumza kwa ushahidi ninacho. Wakati tuko katika uwanja wa Benjamin Mkapa tunacheza na Petro ya Angola, baada ya matokeo kutokea Simba kufungwa goli 1-0, watu walimuimba vibaya makopo wakamrushia na wakamwambia kwamba tuachie timu yetu. Leo hii kama viongozi, kama wachezaji wao na mashabiki wa Simba wamekwenda kutoa ujumbe kwa manager Pantev kwamba hawamhitaji. Maana yake ujumbe ule si kana kwamba walikuwa wanapeleka kwa Pantev. Ujumbe ule walikuwa wanaupeleka kwa management ya Simba kwa sababu wao ndio walomleta kocha ndani ya Simba. Lakini cha ajabu wale waliokuwa wanamrushia makopo, wale waliokuwa wanaimba mpaka majasho na watoka kwamba tukutaki tuachie timu yetu, ndio leo wanakaa katika vyombo vya habari wanakwenda kushtumu uongozi wa Simba kwa nini wamemuondoa. Hiyo ina maana gani? Hii ina maana tufike mahala tubadilike. Kuna muda mwingine management hizi zinakwenda kufanya maamuzi kwa pressure ya sisi mashabiki. Sisi ndio tumkataa taifa. Mwandishi gani wa habari anaweza kulikana katika hili? Nani anaweza kukataa akasema Kisugu muongo katika hili? Sisi mashabiki. Video zipo, waandishi wa habari ninyi ndio mlikuwa mnaposti. Sanga kaposti, Ngware kaposti, Mavara kaposti, Mtanange kaposti. Yako maneno makubwa mkaandika kwenye heading ile. Mkasema manager wa Simba hatakiwi na mashabiki wa Simba. Kama leo uongozi wa Simba umekwenda kutekeleza matakwa ya wana Simba ambao tulionyesha kwamba mwalimu hatumtaki, leo kwa nini tunatoka hadharani kwenda kuwashtumu viongozi wa Simba? Tuache unafiki. Tuache fitna. Na hii Kisugu ya viongozi kufanya maamuzi kwa kushinikizwa na mashabiki, unaona ni sawa? Nimesema kuna muda mwingine si uongozi tu wa Simba. Iko timu ilipata matokeo, ilikosa matokeo, iko Mbeya. Mashabiki waliimba pale, hatumtaki. Unakumbuka hiyo? Nakumbuka. Mechi gani kama unakumbuka nikupa ofa hitaji? Na nani? Na Young Africans. Mashabiki walisemaje? Walimkataa kocha. Mwisho wa siku viongozi akatimliwa. Kwa hiyo kuna muda mwingine viongozi wa vilabu hivi wanatengeneza pressure kwa sababu ya nini? Ya mashabiki. Leo sisi mashabiki tunageuka. So sawa. Mara mwisho Kisugu tumezungumza kuhusiana na mchezo ambao mlipoteza na wewe lawama ulipeleka kwa wachezaji na sio kwa kocha ama manager Pantev, kwa sababu ulisema kila kitu walifanya, kilichoshindikana ni jitihada za wachezaji kuweka mpira kambani. Wewe hili ulilitarajia? Kuna kitu kinaitwa dhahiri na kuna kitu kinaitwa shahiri. Shahiri ni kile, dhahiri ni kile ambacho kinachoonekana. Mimi nilikuwa nazungumzia ule muono ambao niliouona kutumia lenzi ya macho yangu kwa namna ambavyo mpira unavyochezwa kwenye nini? Kwenye pitch. Wachezaji wanakosa, nikasema wachezaji wa Simba ndio sababu. Lakini inawezekana wachezaji kweli walikuwa wanakosa kwa mtazamo, lakini wachezaji katika kukosa kwao magoli kwenye dressing room, akirudi nini mwalimu unazungumza? Nini mwalimu unasema? Kuna mchezaji mmoja sijui wakati wa Mavara hata uandishi aje uanza alikuwa anaitwa David Beckham.
alikuwa kipenzi cha mashabiki sana duniani David Beckham, ukiachia Waingereza wenyewe. Lakini kuna siku David Beckham kwenye dressing room, kocha akiwa Sir Alex Ferguson, walishuhudia tu mashabiki kutumia video kuona David Beckham anavuja damu kutoka kwenye jicho lake, juu ya jicho. Waandishi wakasema Sir Alex Ferguson alichukua kiatu alimpiga nacho David Beckham. Swali la kujiuliza, kwa nini Ferguson alifanya yale maamuzi kwenye dressing room kwenda kumpiga kiatu David Beckham? Nini kilitokea kwenye dressing room? Leo tunaona kina Guardiola hawa, tunaona picha za video kwenye dressing room, mtu anakwenda anavunja dumu la maji, anavunja machupa, anapiga mateke. Yako mambo ya dhahiri na yako mambo ambayo sisi hatuwezi kuyaona. Lakini ni kama manager Pantev umeamua kumtoa kafara. Simba bado mnamtafuta mchawi ambaye anafanya mambo asiende vizuri. Na tunaona kuanzia nje ya uwanja, ndani ya uongozi mambo ni mabovu. Huenda pia ndo sababu ya mambo haya kujitokeza, lakini kafara imemwangukia manager Pantev. Siamini kwamba lugha uliotumia kama uko sahihi kumtoa kafara. Kwa hiyo nataka kunaambia katika kile ambacho tulichokubaliana mara ya kwanza, hiyo timu iliyocheza na Mbeya City pia nao walitoa kafara. Si mnamtoa kafara. Ngoja kabla tuja kwenda huko, nasema tulikubaliana mwanzo wa mazungumzo yetu. Kuna timu ilimfukuza mwalimu wao. Sababu ilikuwa mashabiki wa wapi? Wa Mbeya walisema hawamtaki. Swali langu mimi dogo, management walimtoa kafara Manforce? Mazingira yalikuwa yanatafutwa kuona nini hasa ni shida. Kwa hiyo kwamba kama mazingira, kwa hiyo kila mmoja anajaribu kutengeneza mazingira katika upande wa kwake. Labda nikwambie kitu kimoja Salome. Simba moja katika vilabu bora barani Afrika. Tunapojaribu kumpa contract mwalimu, yako makubaliano ambayo mwalimu tunakubaliana naye kuhakikisha kwamba Simba inasonga mbele zaidi. Kabla ya Pantev, kama mtakumbuka, timu hii tulimkabidhi Hemedi Morocco. Hemedi Morocco. Agreement na Hemedi Morocco ilikuwa mechi moja. Lakini ndani ya ile mechi moja tulimpa masharti lazima ukayatimiza, alikwenda kuyatimiza. Manager Pantev, viongozi ndio wanaweza kutoka kutuambia katika management na katika mkataba wao nini walikubaliana. Lakini mimi nasema, lazima niseme, kwa sababu ya aina uongozi tuliochagua uliokuwa madarakani umekaa kikatiba, huwa mara nyingi nakubaliana na maamuzi yale ambao wanafanyaje, wanaoamua. Mimi mtazamo wangu kama Kisugu, naamini kwamba wanafanya maamuzi kwa maslahi mapana ya Simba Sports. Na hauoni kwamba hii itaenda kuwavuruga zaidi? Mlimuondoa kocha Fadu Davis ambaye alikuwa amefanya usajili kwenye kikosi cha Simba na akaleta wachezaji hawa, lakini baadaye amekuja Pantev, amekutana na wachezaji wapya na akajaribu kuingiza vitu vyake. Michezo mitano tu imetosha kumuondosha. Mnaenda kuleta tena kocha mpya ambaye atakuja na falsafa zingine kwenye kikosi cha Simba. Mnaiona safari yenu kuwa ngumu kiasi gani, hasa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia ligi kuu soka Tanzania bara? Kwanza kabla sijajibu, twende rekodi ya manager Pantev katika michezo mitano ambayo amekabidhiwa ndani ya Simba Sports. Katika michezo mitano aliyokabidhiwa manager Pantev, michezo miwili kama nitakuwa sawa sawa ya ligi. Miwili mmoja. Michezo miwili naamini kama nitakuwa na kumbukumbu itakuwa ya ligi. Michezo mitatu itakuwa ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Ndani ya michezo ya klabu bingwa barani Afrika manager Pantev amewini mechi moja. Ni kama minne ya minne klabu bingwa. Amekwenda kuwini mechi moja alitoa. Moja ameshinda, moja amesuruhu, mbili amepoteza. Ya ligi dhidi ya JKT ameshinda. Amewini. Sio rekodi mbaya na wala sio rekodi nzuri. Siku 59 akiwa na Simba. Lengo za timu hii kwa kiche nafanya vizuri. Kuna section tatu kwenye timu. Section ya kwanza ni mashabiki. Moja, tunatekeleza majukumu yetu.
na kesho tutakwenda Meja Isamuyo kuhakikisha kama mashabiki tunakwenda kutekeleza majukumu yetu, kwenda kuisupport timu. Mashabiki wanatekeleza majukumu yao. Section ya pili ni management ya Simba. Kazi ya management kwenye timu ni nini? Moja, kusajili wachezaji, lakini pili, kuhakikisha huduma msingi na huduma sahihi kwa wachezaji zinafika. Maana yake wao wanapata mshahara kwa wakati, wao wanapata posho kwa wakati, wao wanasafiri kwa wakati, na wao wanalala katika hoteli ambazo wanastahili kulala. Salome nisaidie, wanafanya wafanye? Wanafanya. Maana yake kwamba wao jukumu lao linakwenda wanalitekeleza. Mtu wa mwisho kuipatia point 3 Simba na kuwapa furaha ni nani? Unamzungumzia kocha ambaye anaongoza technical bench pamoja na wachezaji. Lakini watu wanajiuliza kwa nini wachezaji wa Simba wanakosa magoli? Anaondoka mwalimu, manager Pantev. Mimi ninachojua wameanza na manager. Tunakwenda kwenye dirisha dogo. Wale wachezaji ambao wanaaminika kwamba hawajitoi na spirit ya kupambana iko chini, wataondoka. Wataondosha Simba. Yes. Kila siku Simba. Na hili nataka niwaambie mashabiki wa Simba, mapema psychology zao zikae vizuri, zikae sawa sawa. Dirisha hili dogo, yawezekana wachezaji wetu vipenzi tunavyovipenda pia nao wataondoka. Kama timu inapata facility zote, mishahara inalipwa kwa wakati, kazi ya wachezaji kuhakikisha kwamba timu inapata point 3. Kila siku mtakuwa mnajenga timu Kisugu. Wao ndio unatamka neno la kujenga. Ukubwa wa Simba itakiwa kujenga, ukubwa wa Simba inatakiwa Simba iwe inapata mafanikio siku hadi siku. Miaka 4 mfululizo mmekuwa mnazungumza kujenga timu na mafanikio mmeyakosa Kisugu. Mafanikio tukiyakosa, mwaka jana tumecheza finali ya shirikisho barani Afrika. Salome ulikoanza, ngoja wanasema hivi. Yes. Ubingwa ndani unaweza kupoteza. Ubingwa ndani kama vile labda nitolee mfano si kitu gani kile. Unajua mmepigwa na mtani mara 6 mfululizo. This is football. Mpira. Kama kucheza vizuri, mwenzio anafanyaje? Anakuwa Simba. Lakini huu mpira wa Tanzania, huu ubingwa wa ligi ya Tanzania, tunaamini kwamba ndio ligi ngumu kuliko ni klabu bingwa barani Afrika. Ubingwa ligi ya NBC tunaamini ni ngumu kuliko mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Hiyo unataka kutuaminishaje? Swali. Nisaidie Salome, acha kuruka ligi ya mabingwa unakutana mabingwa na watu maeneo tofauti. Swali langu nimesema tunaamini na kukubali ligi ya mabingwa ni nyepesi kuliko ligi ya NBC ni ngumu? Sio nyepesi ligi ya mabingwa. Bingwa wa Tanzania kwenye ligi ya NBC na Simba ni shiriki katika mashindano yanayoendelea shirikisho la soka barani Afrika kwa maana CAF. Tukaenda kwenye takwimu za kule sio za huku, nani yuko juu? Bingwa wa Tanzania wa NBC. Na huyu Simba si bingwa miaka 4 lakini anashiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Twende kwenye takwimu kule. Nani yuko vizuri? Simba yuko vizuri. Kwa nini? Hilo ndo swali ambalo mtu. No. Kwa nini? Acheni. Nasema hivi, acheni. Kila Salome, ni mwandishi wa habari. Semeni kwa kusaidia mpira. Semeni kwa kusaidia mpira. Mikoi Kisugu kwenye benchi pale anaendelea kusalia Suleiman Matola ambaye kila walipokuwa wakija tunazungumzia makocha wapya, Suleiman Matola bado yuko pale takriban miaka 10 sasa. Ni wakati sahihi kama Simba muamini Matola, muachie kikosi kwa sababu vyeti anavyo vinamtosheleza ukaa pale benchi. Uongozi ndio na maamuzi katika hilo. Wako makocha kwenye timu zao walikaa zaidi ya miaka 20 na ila mimi naamini uongozi wao ndio wenye mamlaka na madaraka, wao ndio wenye maamuzi katika hilo. Nao wako kwa ajili ya kuna namna ambavyo kwa maslahi mapana ya Simba, wao ndio wana maamuzi. Mashabiki wengi wamekuwa na maswali kwa nini Suleiman Matola? No comment, siwezi kuzungumzia hayo. No comment. Huna chochote cha kuzungumza Kisugu kwenye hili? No comment, siwezi kuzungumzia hayo. Kwa nini huwezi kuzungumza? Siwezi kuzungumzia personal issue. Hizo personal za issue kati ya mtu na mtu siwezi kuzungumza. Anatajwa na wengine zaidi wanasema kama ndio kocha ambaye anafukuzisha
makocha wengi wanaokuja zaidi pale Simba. Hayo maneno unajua Kisugu umewahi kukutana nayo. Wewe unalizungumziaje hili? No comment. Naujua sana mpira wa Tanzania. Naujua sana namna ambavyo makocha wazawa wanavyochukuliwa na wazawa wenzi wao. Wacha niseme tu no comment. Kwa Suleiman Matola. Yes. Lakini akiaminiwa vipi? Mimi namwamini na namkubali Suleiman Matola, moja katika watu ambao wameitumikia Simba akiwa mchezaji kwa mafanikio makubwa sana. Suleiman Matola Velon, na imani kwamba alishatoa jasho kubwa kwenye Simba kwenye shida na raha, hususan katika kipindi ambacho Simba amepata mafanikio. Kapteni Suleiman Matola mpaka anaondoka Tanzania na kwenda South Africa kuichezea Super Sport, namjua namna ambavyo alivyo. Wacha nimalizie tukusema no comment. Kwenye haya Kisugu ambayo yanaendelea kuhusiana na hadi kufukuzwa kocha, huku bado kuna sintofahamu, muafaka ambao umepatikana ni upi ndani ya uongozi wa Simba. Bado kuna sintofahamu kama tulivyojuzwa, kuna baadhi pia ya viongozi Simba ikifungwa wao wanasherehekea. Bado mjapata muafaka wa haya. Viongozi gani hao? Na sina ushahidi. Sina ushahidi. Alizungumza kiongozi wenu. Nasema sina ushahidi katika hilo, na mimi siwezi kulizungumza katika hilo. Kikubwa ninachoweza kuzungumza na kusema kwa wana Simba, tukutane kesho katika uwanja wa Meja Isamuyo kwenda kusupport timu yetu. Utaenda kuwa ni mchezo aina gani? Tutakwenda kwa mchezo mgumu, lakini mchezo ambao Simba tunapata point 3, bado tuna rekodi nzuri kwenye ligi ya NBC. Nafikiri kila mmoja anaona tumecheza michezo mitatu, tumepata point 9. Tunahitaji kuona namna ambavyo tunakwenda kutoa support ili kuendeleza mwendelezo wa kuchukua point 3, na inshallah na imani kwa uwezo Mwenyezi Mungu kesho tutakwenda kuchukua point 3 zidi ya Mbeya City. Lakini lazima nikiri, najua mchezo utakuwa mgumu. Yes. Mbeya City ambao walimfukuzisha kocha wa upande wa pili. Na wameona namna ambavyo mambo hayako vizuri kwa upande wenu. Wamuoni kwamba itaenda kuwapa nguvu zaidi? Nasema mechi itakuwa ngumu. Mechi itakuwa ngumu sana. Lakini kwa namna ambavyo wachezaji wanajua ugumu wa hiyo mechi na wanajua umuhimu ambavyo wana Simba tunahitaji point 3, mimi na imani tutakwenda kuchukua point 3 na magoli mengi zidi ya Mbeya City kesho. Point 3 na magoli mengi. Yes, zidi ya Mbeya City. Kana vipi kama mmeshinda kutumia nafasi mnashindwa kuyatumia? Kucheza kwenye pitch. Kucheza kwenye pitch. Naamini kwamba mwalimu ameyaona hayo yaliyofanyika, na ameona namna ambavyo wachezaji wetu wanakosa kugeuza mipira kuwa magoli. Lakini na imani kwamba kesho kuna marekebisho makubwa yatatokea na tutakwenda kushinda zidi ya Mbeya City na tutapata point 3 na magoli mengi. Kitu cha kumalizia. Nawashukuru sana waandishi wa habari, lakini niseme tu jambo moja. Waomba sana wana Simba, tukutane kesho katika uwanja Meja Samuyo kwenda kuisupport team. Asante Kisugu. Asante sana.